Katika takwimu miliki wa mchezo 43 kwa Cote d'Ivoire, lakini Ecuador ni 50%. Mashuti 15 kwa 12, jumla ni mashuti 27, lakini mashuti 4 yamelenga lango kwa Ivory Coast, lakini ni moja pekee kwa Ecuador. Kwanza takwimu hizi zinakuonyesha namna gani mechi ilikuwa like uneven. Ni kama zinataka kufanana. Sababu hizo 7 ni contest. Lakini pia mwingine asiyetazama mchezo akiangalia hivi anaona kwamba Ivory Coast ndo walikuwa na jitihada zaidi za kutaka kufunga kuliko Ecuador. Lakini kumbuka mipira ikigonga nguzo inaitwa off target, sio on target. Ecuador wamegongesha mipira 3. Kwa hiyo hapa inaweza asiyeshuhudia mchezo anaweza kawa na tafsiri tofauti, kwa sababu hilo shuti moja limelenga shabaha, lakini kuna mipira 3 imegonga nguzo. Ivory Coast nao waligongesha nguzo mpira mmoja. Ilikuwa ni mechi ambayo unaona hata katika namna ya kurejesha mpira kutoka kwa mpinzani. Ivory Coast ndani ya dakika 20, sekunde 20 wanarudisha mpira. Ecuador sekunde 17. Lakini hata pasi hizo kamilika 408 kwa 441. Ni mechi ambayo kiukweli imetupa show ya kombe la dunia, kwa sababu hakuna ambaye alifanya mbinu moja ya kusit back, kusubiri absorb meze mashambulizi afu afanye kwa counter. La hasha. Walikuwa wanashambuliana kiasi ya kwamba yeyote alikuwa anaonekana anaweza kushinda. Na ndicho mwisho wa siku imekuwa bahati kwa Ivory Coast, imekuwa kwa Afrika. Jitihada walizofanya zimewapa matokeo. Na pongezi sana kwao, kwa sababu dakika 45 kipindi cha kwanza inakamilika. Wachezaji muhimu sana kwenye muundo wa namna wanavyocheza wana kadi za njano. Unazungumzia Kesi, unazungumzia Fofana, unazungumzia Due. Beki wa kulia ambaye namna walivyokuwa wanashambulia Ecuador, tulikuwa tunazungumza hapa off records. Wakiendelea hawa kwa namna pressure wanaofanya Ecuador, kuna uwezekano ukawa na kadi nyekundu. Lakini hizo kadi za njano zilishia tu kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili ilikuwa mechi intensity yake imekuwa kubwa zaidi, lakini still hawakupata kadi yote ya njano isipokuwa Ecuador wakapata kadi moja.